Hi guys, karibu tena kwenye kipindi chetu kizuri cha Unpopular Discussion. We are back with the girl ambaye alikuwa shuleni. Tumaini, karibu. And this time amemaliza form 4 na yuko na sisi na tutakuwa na conversation nzuri kabisa kwenye kipindi chetu cha leo. Na tumekuwa kwa muda hatupo hewani, lakini tunafurahi kurudi. Nafikiri mnajua mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, na leo tuna mada moja muhimu sana ambayo of course inahusiana hata na kile ambacho kimekuwa kikiendelea na sisi kama Watanzania ambacho tumekipitia. We are resilient, I know we can do it. Na tuko na Gen Z, na mnajua haya mambo, hizi habari ni za Gen Z na wao ndio huenda wanaathirika zaidi. Na leo tutakuwa na mada muhimu sana. Tumaini, mada gani? Journaling, kuandika vitu chini. Kuandika vitu chini na kujua kwamba sababu inayofanya uandike vitu chini. Nikisema chini simaanishi chini literally. Manake ni kwamba unaweza kuandika kwenye tools mbalimbali kama vile kwenye diary. Kwenye diary. Kwa tutaelezea, na siku hizi kuna AI, kuna prompt mbalimbali kwenye mitandao huko, na tutaelezea ni namna gani ambavyo sisi wenyewe tunafanya journaling. Na huenda hatufanyi vizuri. Nafikiri Tumaini, sijui kama unafanya inavyotakiwa. Mimi nimekuwa najaribu, lakini this is the right way ambao kila mtu anatakiwa afanye journaling. Karibu sana. Tumaini, unafanya journaling? Kabla tujaenda ku break down namna ambavyo mtu anaweza akaandika vizuri journaling. Yeah, nafanya journaling sana, hasa shuleni. Japo nyumbani sifanyi sana, lakini shule I do it nearly every day, kila siku. I do journaling. Journaling inatakiwa ifanyike sehemu moja, location moja tu, au unatakiwa ni kitu cha maisha yako kila siku? Ni kila siku. Lakini mimi huwa naona kama shuleni ndo sehemu ambayo events nyingi zinatokea wakati mmoja, so I feel like kuna need kubwa zaidi ya kufanya journaling, but soon nafikiri nitaanza hapa nyumbani kufanya journaling. Ulikuwa unafanyaje wewe? I think the basic way, yani njia ya kawaida ambayo most people do. Nilikuwa na diary yangu na nilikuwa nikiandika muda, siku, alafu ninaanza sasa kuandika, kuelezea labda leo hiki na hiki kimetokea na nimejifunza hiki na hiki. Yani naielezea tu siku yangu nzima. Naweza hata nikachukua page 2, nategemea na siku yenyewe ilikuwaje. Siku ikiwa ngumu, vitu vitakuwa vingi zaidi. So mimi sijawahi kujua njia sahihi labda kama unavyosema kufanya journaling, lakini mimi nilikuwa nikiweka tu mawazo yangu pale, na labda kuna njia zingine kama ulivyosema sahihi za kufanya journaling. Labda utuambie. Labda umeona tofauti yoyote, imekusaidia nini? Kwa sababu kiukweli mimi nimekuwa nafanya na it has really changed my life. Labda unaweza ukatuambia wewe imekusaidia nini kwa kufanya hivyo kwa njia ambayo sio sahihi saa nyingine, lakini what have you seen ambayo ni tofauti kidogo? Labda tu naweza kusema kwamba nimeweza kutrack tofauti ambazo zimetokea katika phase tofauti ambazo napita katika maisha, na nimeweza kuona labda sehemu ambapo nimekosea, labda siku hii nilifanya kitu ambacho hakikuwa sawa, na nikaenda kuandika, na unakuwa una ile reflection, yani unatafakari, hivi kweli nilichokifanya hapa kilikuwa sawa? Yani una retrace steps zako na unagundua sehemu ambazo umefanya vizuri, na unaji-acknowledge na sehemu ambazo umefanya vibaya. Na wewe mwenyewe unaweza, you can work on yourself kupitia kufanya journaling. So mimi personally imenisaidia sana mno. Kwa hiyo nilikuwa namsikiliza kijana mmoja ambaye anaitwa Ali Abdal. Ameandika kitabu kinahusiana na productivity. Na productivity ni ufanisi wa kazi, kufanya kazi vizuri kwa muda mchache, lakini kufanikiwa kwenye hiyo kazi. Kwa sababu unaweza ukafanya kazi muda mrefu, lakini you are not serious. Hujapanga kwamba unaanza saa 4, saa 5,
Wewe ukiamka asubuhi unaharibu ule muda wa asubuhi, unaanza saa 5 na dakika 20 unaacha. Kwa hiyo anaongelea productivity, namna ya kuwa productive, yani kuwa na ufanisi na kumaliza kazi na kuweka malengo na kuyatimiza. Kwa hiyo Ali namfuatilia sana, na akiwa anaongelea habari ya journaling, yeye anafanya toka 2014. Hello Gen Z, wake up call. Stop procrastination. Kama kuna kitu unataka kufanya, fanya sasa. 2026 is coming. Mimi nimewaambia haya, na amekuwa akitumia akiandika kwenye journals hizi za kawaida, kwa sababu baadaye tutaongelea tools ambazo zinaweza zikatumika sasa hivi. Kuna AI sasa hivi. Kwa hiyo akasema kwamba ukiwa unafanya journaling, ujue sababu. Why are you doing? Kwa nini unafanya journaling? Dunia sasa hivi, kama nilivyoanza kusema, Gen Z na changamoto tulizopitia, lakini na dunia nzima inapitia changamoto. Kuna mapigano Gaza, kuna mapigano kila sehemu. Juzi tu umesikia Australia watu wameshutiwa bila sababu ya msingi. Kwa hiyo tuna mambo mengi sana. Ili kuwa na utulivu na kuweza kuendelea na maisha yetu, ni lazima tuhakikishe mawazo yetu tunayatuliza sehemu moja. Na akasema kwamba mwanadamu ana feelings, ana beliefs, ana thoughts, yani ana mawazo, ana mihemko na namna anavyojisikia. Kwa hiyo huyu mwanadamu vile anavyojisikia, feeling, thought na beliefs, anachoamini vinaenda kuwa decision zake, yani zinaenda kwenye maamuzi, na maamuzi yake yanapelekea kwenye action inapelekea kwenye positivity au negativity, yani ataenda positive au negative. Yani ataanza na feeling, thought na belief, atakuja kwenye decision, atakuja kwenye nini tena, kwenye action, alafu action itampeleka kwenye upotevu au kwenye positivity. Na nikisemea upotevu, ni kama vile umeamka asubuhi na mawazo, uelewi cha kufanya, unaamua kuingia mtandaoni au TikTok, unakaa masaa 6 una scroll. Manake kama ulikuwa na malengo yote yameishia hapo. Au unaingia mtandaoni unafikiria namna ya kuwahack watu. Au unaingia mtandaoni unaanza kutukana matusi watu. Sawa Kwa hiyo mawazo yako yatapelekea maamuzi yako, action ikupeleke wapi. Kwa hiyo akasema ili uweze kuwa na utulivu na kuweza kujua nini cha kufanya, kama wewe umejifunza kuwa mtu wa kusoma vitabu, wa kuwa na malengo, unataka kubadilisha maisha yako na ya wengine, ni mtu ambaye una purpose, mada ambayo nafikiri tutakuja tuiongelee siku nyingine, namna ya kutafuta purpose yako, inabidi uhakikishe unaandika mawazo yako chini. Kwa nini uandike? Usiache yaelelee, kwa sababu tumeshasema tayari mawazo yanavyo flow kwenda kufanya upotevu au kufanya mambo mazuri. Unayaandika kwa sababu Tumaini unataka kufanya poem. Kuna mtu afu unasema nikifanya poem nataka kuachieve nini? Nataka kuwa mtu ambaye nitawainspire watoto wengine na kuweza kufikisha ujumbe wangu Afrika na dunia nzima, ili niweze kuacha mark kwenye hii dunia. Unaanzaje? Ngoja niache, rafiki zangu watanicheka nisipofanikiwa kwenye poetry. Kwanza poetry hapa Tanzania haifanyi vizuri. Hayo mawazo yako wapi? Yako kichwani. Sasa subconscious mind, ubongo wetu umeumbwa, yani mindset yetu imeumbwa iweze kutuacha tuwe comfortable, tusteseke. Yani kwa mfano ukiamka hapa asubuhi, ukalala, ukaamka ukaenda baharini, ukaja ukalala, ukachezea TikTok, ukachezea Instagram, afu ukalala, ubongo una flourish. Yani mwili wetu umejengwa kutuprotect, tusihangaike, tusithrive. Kwa hiyo kuthrive na kufanikiwa kwenye maisha, you have to go against your will to be comfortable. Kwa hiyo ubongo unafurahia tunapokuwa comfortable. Kwa sasa unavotafuta diary ukaandika au tools nyingine za AI ambazo tutazisema hata Amri atatusaidia nyingine ambazo anazijua, na hata mtazamaji anajua ya kwake, au msikilizaji wetu wa YouTube channel yetu anajua za kwake. Unavoziandika chini unaiambia mindset kwamba, yani mimi ndo unaniambia kwamba siwezi kufanya poetry, siwezi kuwa mtu mkubwa Afrika kwa poetry. Yani mimi ndo siwezi kuanzisha biashara nikasaidia watu masikini na nikapata hela Afrika nzima. We ni nani unaniambia hivyo? Kwa sababu umeshahamishia kwenye media nyingine ambayo sio sio ubongo. Ukumbuke ubongo unakusupport uwe hapo.
yani uwe tu comfortable. Kwa hiyo kuandika sehemu nyingine ni njia nyingine ya kukanusha, kwa sababu umetoka kwenye media hii ya ubongo umeenda kwenye media nyingine. So writing your thoughts, it is very, and feelings and beliefs is very very important, na tutaona sasa level za namna ya kuandika. That's the reason. Ukumbuke kama nilivyokuambia, unapoamua kwamba nataka kufanya kitu fulani, inakuja anxiety, inakuja rejection feelings, failing feeling, kwamba mimi nitaweza kweli, nitafeli tu. Hata YouTube sitakuwa consistent, afu watanicheka. Watasema Nyakorema na binti yake wameanzisha YouTube hata hawaendelei. Kwa hiyo ukishahamisha hayo mawazo ukayaandika chini, wanasema kwamba wanasaikolojia wanasema kwamba unaanza kuushinda ubongo na ile subconscious na ule uwezo wa mwili wetu kutaka, akili yetu kutaka kuwa comfortable. Okay, yeah. So zipi ni njia sahihi za kufanya journaling? Maana umeshatuambia kwamba unataka kujua purpose au lengo la wewe kufanya journaling, kuandika chini mawazo yako ambayo yanaweza kusababisha wewe ukafanya vitu ambavyo ni sahihi au vinavyoleta upotevu. So what are the right ways? Yani mimi kama nataka kuanza kufanya journaling kama Gen Z, ninakaaje chini na kufanya kwa njia sahihi kama ulivyosema? Hivi kumbe wewe ni Gen Z. Alafu unajua kuna wakati nasahau. Wewe ndio umenitambulisha hivyo. Na Gen Z ni kuanzia 2000 na ngapi? 90 mpaka 2010. Yeah. Mimi mwenyewe nataka niwe Gen Z jamani. Hamwezi mkanikaribisha kwenye ugen Z. Sasa tumeshajua what is journaling, why do we journal? Tumeona kwa nini tunafanya journaling. Na sasa kwenye level za journaling ni kwamba namba 1, andika kitu ulichofanya leo. Kama leo utafanya mambo yako, andika kesho asubuhi yote kama utaweza kuandika leo jioni. Yaani ikifika jioni, chukua diary na tools nyingine za AI tulizosema. Ukiamua kwenda kwa mfano kwenye digital app inaitwa Day One, yenyewe ni built-in app kwenye nini? Kwenye iPhone. Unaweza ukaandika vitu vyako vyote mle. Kuna app pia, lakini mimi napenda kuandika kwa kweli jamani chini kwenye karatasi. Lakini kuna tools mbalimbali za AI tumesema tutaambiwa zingine kama ChatGPT tunazijua, Gemini. Unaweza kufanya journaling kwenye ChatGPT? Sasa nitakwambia utafanyaje. Kuna DeepSeek inaitwa hiyo, kuna Grok, kuna Gemini, kuna ChatGPT, zote hizo ni AI. Na swali lako lilikuwa unafanyaje journaling kwa njia sahihi? Kuachana na ulikuwa unaulizia kwamba unaweza kufanya kwenye ChatGPT. Yeah, okay. Sasa unachofanya ni kwamba si unaenda una prompt, unatafuta prompt sahihi, unaingia, unaanza kusema. Leo sasa si tumesema kwamba kitu cha kwanza, maana tunamalizia level 3 hapa. Tunataka tumalizie level 3 tumalize. Anasema kwamba what did you do today? Kwa unasema hello, today, leo niliamka asubuhi nikiwa mwenye nguvu, kwa sababu siku yangu nilianza kwa kusema kwamba leo ni siku njema, ni nzuri. Kwa hiyo na siku yangu leo imekuwa nzuri, niliamka asubuhi, nikafanya 1 2 3 na nikakutana na mtu ambaye alikuwa negative, lakini kwa sababu nimejifunza namna ya kudili na kila mtu, nikajaribu kumfanya awe positive na Mungu akanisaidia. Leo nilitaka kugongwa na gari, lakini Mungu ameniokoa. Unachanganya na gratitude humo. Na unajua kwamba mimi am very big on gratitude. Kwa hiyo unaandika siku yako ilikuwaje, mwanzo mwisho. Mtoto wangu alikuwa anaumwa, nikamshukuru Mungu, nilimpeleka hospitali akapona. Leo nilimsaidia jirani maji, alikuwa hana, kwa mfano msimu huu wa maji. Kwa hiyo unaandika siku yako iliendaje. Nilipanga kufanya to-do list 7 na nimezimaliza zote. Na ukikumbuka kwamba maisha sio to-do list. Life is how you do the things that you do. Ndo kama tukienda kwenye purpose kwamba mimi purpose yangu ni kuokoa mazingira. Lakini nyumbani unatukana jirani, unamwagia taka jirani, lakini ukiwa uko mtaani purpose yako ni kuokoa mazingira. So how you do your life, that's your purpose. It's not what you do. So hakikisha kwamba to-do list zako zimekusogeza karibu na
na purpose yako, lakini sio kwamba nimezitiki zote nimemaliza. Kwa hiyo baada ya kuandika feelings zako kama sehemu ya na kuandika siku yako ilikuwaje, andika tena what you think. Yani tu unachowaza, unasema nahisi bado sijaweza kupunguza social media. Naona kama leo nimetumia dakika 50 kwenye social media, sijapenda. Naona kama leo nimewagombeza watoto wangu, sijapenda. Hata mimi hapa sasa hivi ninavyoongea nimewagombeza watoto, kuna namna sijapenda. So write your feelings down. How you feel. Pale uliandika siku yako ilivyokuwa, realities. Now write, just dump everything, how you feel about the day. Baada ya hapo, write now your goals and aspirations. Hiyo ni namba 3. Kwamba unaandika sasa kwamba ningependa kufanya kazi fulani ili niletee kitu fulani kwenye maisha. Yani natamani nianzishe biashara ili niweze kuwasaidia watu fulani, au niwe mtu ambaye nina contribute positively, au watoto wangu au jirani zangu aweze kujifunza naye namna ya kufanya biashara. Kwa hiyo unamalizia na zile aspirations zako na ndoto zako. Na usisahau kwamba unavoweka lengo lako, aspiration na ndoto, andika strategy. This is how I'm going to do it. Kesho nitaanza na 1, 2, 3. Kwa hiyo ndio journaling ambayo unaweza ukaifanya kwenye diary kama tulivyosema, sio hata diary, notebook. Ukaifanya kwenye AI tools, kwenye app ambazo ziko built in kwenye simu yako ya aina yoyote tu. Sio lazima iwe iPhone, sio kila mtu anatumia iPhone. Yeah. Kwa hiyo hii imeonyesha kuwasaidia watu wengi kuweka mawazo yao chini, kuyafanyia kazi na kuwa watu ambao wanafanya action kuelekea kwenye mwelekeo positive na sio negative. Kwa hiyo journaling ni jambo la muhimu sana. Okay. Yeah. So now I'm done with talking. Nafikiri ningependa kusikia kutoka kwako kile ambacho umejifunza ili ufanye journaling the right way. Na hata mtu ambaye anatuangalia na kutusikiza, awe Gen Z, awe teenager mwenzio, aweze na yeye kujifunza kitu. Kwa sababu akiona wewe umejifunza, ndo atajifunza. Okay, mimi labda kitu ambacho nilikuwa nakosa hapo ni gratitude. Nilikuwa siandiki kuhusu vitu ambavyo I'm grateful for. It was mostly naandika just how my day was. Kulikuwa hamna section ile muhimu ya kusema I am grateful for this and this and this. Labda kwenye maombi yangu, lakini kwenye journaling I was never doing that. So I think that's an important thing nimejifunza. And you can write in the comments what you are not doing in journaling and what you want to start doing from what mama here amesema. So yeah, thank you. I've gotten out with something today. No, I want to know if you utaendelea, kwa sababu ulisema unafanyia shule. Sasa umeelewa kwamba hakuna cha shule wala nini, as long as we live every single day. Yeah. And then another thing ni kwamba hakikisha unachagua journal nzuri. Very nice journal. Iwe nzuri. Na ukisoma kitabu cha Atomic Habit ambacho Tumaini anakisoma sasa hivi, kinasema kwamba you are likely to do something if it is nice, like it's engage. You are likely to go somewhere kama pana bustani nzuri, ni pazuri. So you are likely to wake up in the morning kama nguo zako za mazoezi ni nzuri, zinapendeza, unasema leo ngoja nivae nguo za mazoezi nikafanya mazoezi na wanione kabisa huko nje. So you are likely to do something if it is really encouraging you, it is beautiful, it's nice. So make your journal beautiful. Journal yako iwe nzuri. Sasa hivi wanatangaza planners za mwaka, journals na nini. Hakikisha journal kako ni kazuri, katamu, kana cover nzuri. So unakuja na journal imekatika kama hii hapa. Hii ya kwangu ya mwaka huu. Na ninaibadilisha, yani ya mwakani Mungu akinilinda, yani nimeshainunua ni kazuri fulani hivi kana kuja journal. So hakikisha ni nzuri, kila kitu chako ni kizuri, hakikisha una dump mawazo yako huko. Anything kutuambia na kutufungia kipindi? I would like to tell you about my journal. My journal is very beautiful actually. Ina mafungu ndani. And it's
it's written outside Faith. Kuna rafiki yangu alinunulia. And it is encouraging to write in. Yeah, I suggest you also find kitu kama hicho. Itakusaidia hata kujournal with gratitude pia. Yeah, kwa hiyo labda kwa my fellow teens, journaling ni nzuri sana. Kama unataka assess your development, journal ni nzuri sana. Journaling ni nzuri sana. Kwa hiyo nina suggest kwamba hiyo iwe ndani ya resolution yako ya mwaka kesho. Sasa hivi nasoma The Unfair Advantage. Atomic Habits sikuimaliza bado. Yeah. So I think I'll be reading them simultaneously because I've realized that huku kidogo it's not bad, I guess. Yeah. Funga kipindi dada. Bye. Waambie wa subscribe jamani. Okay. Wa like, wa share. Tumekuja. Haya, amemaliza. Jamani, hadi wakati mwingine. Tafadhali jamani, msisahau kusubscribe, kushare. Inaweza ikawa haina maana kwako kubonyeza kile kidude cha subscribe, lakini kwangu mimi natumaini it means everything. Hatulipwi, hatufanyi chochote hapa. Tunajifunza na nyie pamoja na wewe pamoja, lakini wewe ukifanya subscribe it means a lot. Yaani mimi kama umenipatia milioni 10, si hata wewe. Kwa subscribe, share, tuendeshe ile gurudumu pamoja. Bye.